4 tarehe mwezi wa 5 mwaka 2026 nipo Kongo na Mkunguni. Nimemfuata Rajabu Mkono ni mara baada ya game ya dabi ya Kariakoo kumalizika Meja Jenerali Samuyo. Bao ni 2-2, alama ambazo wameondoka nazo ni 1-2 wakiziachia hapo Young Africans. Sasa tofauti ya alama 6 kwa Simba Sports Club. Simba tutakuja. Simba sasa ana mtihani mkubwa ama mlima mrefu zaidi kuupanda ili kutafuta nafasi ya kutoa ubingwa wa msimu wa 25-26. Rajabu, nijue hali yako kwanza, iko vipi? Utanisahihisha tu, najua mambo ni mengi kifuani kwako. Sahi, leo ni tarehe 4 mwezi wa 5 ya michezo. Yanga katupita pointi 5, 43-48, michezo sawa. Lakini mimi kwa mchezo wa jana niwapongeze tu Yanga Afrika, wameonyesha mchezo mzuri. Japokuwa kulikuwa na mind game kabla ya mechi, viongozi wao waliongea maneno shiti, lakini dakika mwisho mechi imechezwa. Ukiangalia ule uwanja kweli mashabiki ni mdogo, lakini pitch ilikuwa inaruhusu kucheza. Ukiangalia jiografia ya viwanja vyetu Tanzania, 90% vinafanana kwa sababu bado hatujakuwa na uwezo wa kutengeneza viwanja kama vya New Amani ama uwanja wa Taifa kwa vingi. Kwa hiyo na wachezaji ukiangalia wengi wamecheza kwenye viwanja hivyo. Kwa hiyo ile pale kwa uongozi wa Yanga ilikuwa tu ni mind game, imebidi kutotoa kwenye reli. Na hisi mimi kama vile imewalipa viongozi wa Simba walishindwa kutake over ile mind game, na Yanga wakaambulia pointi 1 kwa wao, ni faida kubwa sana kuliko kama wangepoteza. Lakini kwangu mimi nawapongeza sana Yanga Afrika, wameonyesha mchezo mzuri. Pia Jadi pia imeamua ile mechi imebadilika Jumamosi Jadi inaamua dabi. Ukitaka Jadi ujue inaamua kwa nini Azamu alimkimbia Simba Sports katika uwanja wake. Azamu mwenyewe kwenye uwanja wake hajapita katika mageti yake. Kuna milango mingine sio yani ifunguliwi. Kwa hiyo ukiangalia mpeleto wa kibongo, lakini ukenda in and out inaleta raza kutokana na mpira unavyoisha, mshabiki huyu analalamika, mshabiki huyu anacheka, mshabiki huyu anashangilia. Huo ndio mpira wa miguu, lakini mwisho wa siku tunakwenda kuumiza kizazi ambacho kinachotuangalia. Kumbe inawezekana labda kama kuna mechi, uko na mechi labda tafuta ligi yetu hapa, unaweza kukodi nyumba pembeni, unakodi nyumba, umeelewa, unaenda unabadilishia nguo, na ukifungwa dakika 45 unatoka unakwenda kwenye ile nyumba, unakuja unacheza tena mechi. Hicho kitendo unakiona ni sawa? Kile kitendo sio sawa, lakini unajua sheria zipo kwa ajili ya kanuni zipo kwa ajili ya kuziweka. Kwa hiyo hii kitu ambacho alichokifanya Yanga pia wamesha wafumbua TFF. Kwa hiyo naamini msimu unaokuja kutakuwa na hii sheria. Endapo kama timu itatoka nje ya uwanja labda kwenda kuweka labda siku ya mechi labda kwenda kufanya huko warm up ama kubadilisha nguo, naamini pointi 3 hawatonyang'anywa, ila baadhi wa viongozi watapigwa pini, aidha kufungiwa maisha ama kufungiwa labda miaka 5, miaka 10 kutojihusisha na mpira, ili mradi tupate kitu ambacho kilichokuwa sahihi. Kwa sababu wakina nani watachukuliwa hatua hiyo ambao unaizungumza? Sasa kwa sasa hivi bado. Kwa sasa hivi naona itakuwa tu faini. Sasa Simba na Yanga faini kama ukiambia milioni 100 wanalipa. Hata kama ukiambia milioni 200 Simba na Yanga wanalipa. Yaani haiwasumbui. Kwa hiyo kikubwa ni viongozi tu kupiga bani. Kiongozi wao wa mpira au labda meneja wa timu unapiga tu bani. Bana wewe meneja wa timu ndio umeishawishi timu hii kwenda kuweka kambi kwenye nyumba ya mtu, wewe unafungiwa maisha. Si tucheze mpira. Kwa hiyo ikitokea kama meneja wa timu ama kiongozi wa timu, haijalishi Simba, Yanga, Azamu, amefungiwa maisha, haya mambo yote hautoona, kwa sababu anajua kabisa mimi nikienda kufanya hichi kitu mimi itanigharimu. Kwa hiyo sasa wewe utatafutiwa kazi nyingine ya kufanya kwenye mpira tu, unakuwa haupo. Kwa hiyo naamini kwa hilo tokea jana watapigwa faini. Lakini pia TFF imewakumbusha kuwa kuongeza kanuni kali kwa viongozi, sio Simba sio Yanga, ili iwe fundisho kwa viongozi wengine na wale ambao sisi wanaokuja katika mpira, ambao wachezaji wanaojifunza, makocha pia wanaokuja, wajue kabisa mpira ni ndani ya uwanja. Vile vitu vinatakiwa vifanyike ndani ya uwanja, labda kama kwenye dressing room usikae, labda uende kwa waandishi wa habari uende ukakae, au labda ukae kwenye kudo, hiyo haina shida. Lakini unatoka kwenye uwanja unaenda kuweka kambi kwenye nyumba ya mtu na ubadilishia yako, ile wametukana sana TFF. Lakini mimi nawapongeza Yanga Afrika. Imechangia kwa kiasi gani matokeo kuwa hivi yalivyokuwa? Ni mind game tu, ni mind game. Hakuna chochote. Japokuwa Jadi pia imechangia, lakini mind game. Ni mind game. Kwa sababu ukiangalia Simba alikuwa bora sana tokea kipindi kinaanza. Simba alikuwa bora sana, walicheza vizuri sana. Umeelewa, mchezaji mmoja alikuwa tough sana. Yanga naye vile vile. Unajua timu inapofungwa inakuwa na hari. Yanga wao walipofungwa chuma 2 kwanza wenyewe walikopa waelewi. Kwa mwisho wa siku kama jamani image tumeshapoteza. Na kama tumepoteza, sisi tucheze kadiri ya uwezo wetu. Yaani tujitoe mchezaji mmoja. Naamini kama ile magoli yangepatikana kipindi cha pili, Yanga asingeweza kurudisha ile magoli. Lakini kutokana na magoli yamepatikana kipindi cha kwanza na dakika chache. Kwa hiyo Simba kafunga magoli mawili ndani ya dakika 9. Kuna dakika 81. Kwa hiyo timu inasema sasa tushafungwa. Kwa hiyo kama tumefunga sisi tucheze tu. Na ndio maana magoli yako ukiangalia sio magoli ya ufundi, magoli ya krosi, magoli labda ya buba, unajua ile. Lakini mimi nawapongeza Yanga Afrika
hata kama akichukua ubingwa, amestahili kuchukua ubingwa, lakini kwa msimu huu ndio anapata bingwa ambalo kwa sahihi. Japokuwa kuna mambo mengi yametokea katikati, lakini mimi sitaki kuangalia hayo. Ila mimi nilishasema, ukitaka kuchukua ubingwa lazima sisi tufanye mpango. Tuchukue pointi 8 kwenye hizo timu kubwa mbili. Yaani Yanga uchukue 4, Azam uchukue 4. Huo ndio unakuwa katika reli ya ubingwa. Kipi kimeinyima Simba Sports nafasi ya kupata alama zote 3 na kuondoka na alama moja? Kama iliweza kuitangulia Young Africans, ni kwamba ilishindwa kutengeneza nafasi, ilishindwa kutumia nafasi, ama nini hasa ambacho wewe umekiona kwamba hili limekuwa ni tatizo kwa Simba Sports kutokuweza kuchukua alama zote 3 kama ilivyokuwa matarajio? Ukimsikiliza Murtaza Mangungu naye alizungumza, walitarajia wangemfunga Young Africans, lakini mambo yamekuwa tofauti. Kwanza moja, tumecheza na bingwa mtetezi, bingwa ambaye ni bingwa wa misimu 4 mfululizo, na yeye pia msimu huu vile vile ukiangalia katika consistency yake ni msimu wa 5, kama Mungu akijalia anaweza kwenda kuchukua. Kwa hiyo kwangu mimi kitu ambacho sisi tumekosa ubingwa, tumekosa kumfunga Yanga ni kuto kujiamini tu kipindi cha kwanza. Yaani sio nyoka tulijua kabisa mechi imekufa. Kwa sababu unamfunga Yanga chuma, kwa sababu Yanga unajua hajawahi kufungwa chuma 2. Tokea msimu huu uanze. Yaani kufungwa magoli mawili ndani ya dakika 9 Yanga hajawahi kufungwa. Kwa hiyo ukiangalia Simba alijua kabisa mechi imekufa. Na Yanga pia akasema jamani sisi tumeshapoteza. Kwa hiyo liwalo naliwe, kama kufungwa tufungwe, lakini sisi twende mbele. Kwa hiyo Yanga ameonyesha issue kama ya Muirani, yani bora tuufe. Umeelewa Bora tuufe, lakini nchi yetu ibaki salama. Kwa hiyo Yanga mimi nawapongeza, wameonyesha mchezo mzuri, wameonyesha good fighting, wameonyesha kweli ni wapambanaji. Na napenda mechi ziwe kama vile, napenda sana. Ukiangalia referee alikuwa super sana. Umeelewa, katika matukio tofauti, japokuwa kuna penalti Yanga analalamikia, kuna penalti Simba analalamikia, lakini ukiziangalia ni penalti nyepesi sana. Kwa hiyo referee kwangu mimi alikuwa sahihi, lakini pia vile vile inawafundisha marefarii wetu kuwa mkichezesha haki kama hivi bingwa apatikane kwa magoli yalikuwa sahihi. Unajua hata ile goli ambalo alofunga Chama, ile goli la pili, ile marefarii wa kibongo ile ni offside. Lile marefarii wa kibongo ile ni offside. Lakini wale jamaa wamenyoka. Kwa hiyo mimi kama mimi sina wa kumlaumu. Mimi simlaumu Mangungu, simlaumu uongozi, simlaumu uchezaji. Yaani mimi simlaumu mtu yoyote. Naamini kabisa nina timu bora, nina timu ya ushindani, na hata mshabiki wa Yanga mwenyewe anajua kabisa kuwa Simba ana timu imara. Kwa hiyo mimi sasa hivi naweza kucheza popote na naweza kuongea chochote. Ile tu ni vitu tu vya kawaida katika mpira wetu. Ulisema chini ya Crescentus Magori mafanikio zaidi unayaona Simba Sports Club, na hajawahi kuwa kiongozi wa Simba Sports Club, Simba Sports Club ikakosa ubingwa. Dalili hizo zipo ama unatengua kauli yako? Siwezi kutengua, dalili zipo, na hata yeye alivyokuja mwenyekiti wa bodi Crescentus Magori ameingia mwezi wa 9 mpaka sasa na miezi 7, miezi 8 ametupa kombe la Muungano. Umeelewa? Kwa hiyo mna kitu tayari. Tuna kitu kabatini, na hiyo tournament tumechukua mbele ya Yanga Afrika. Kwa hiyo bado tuna resi hata kwenye ubingwa pia bado, kwa sababu bado mechi 10. Huwezi kumpa mtu ubingwa ndani ya mechi 10. Ukiona hivyo ligi yetu basi sio ligi, lakini kwangu mimi Simba bado ana nguvu ya kupambania ubingwa, bado kuna kombe la Azam Federation. Kwa hiyo Magori bado namwamini. Azam Federation si CRDB. Kwa hiyo kwangu mimi Magori nazidi kumkubali na nazidi kumwamini, na hata Yanga wenyewe wanajua kabisa sasa hivi watu wana timu. Na ndio maana hata ukiangalia tumetengeneza nafasi nyingi. Mchezaji mmoja wamepambana sana. Yanga pia wametengeneza nafasi kama nafasi ya Prince Dube, yeye na golikipa na Kevo anatoa. Kwa hiyo mimi nimependa jinsi mchezo ulivyokuwa, laza Yanga kutoka nje ya uwanja kwenda kubadilishia nguo kwenye nyumba ya mtu. Pia inaongeza nini? Inaongeza maongezi, inaongeza kuongea, inaongeza kufurahi. Unajua sisi wa Tanzania tunapenda vitu vijinga sana. Wewe umefurahi? Tumefurahi. Sisi wa Tanzania wengi tunapenda vitu kama vile, lakini mtu akija na politics za maana anaonekana hafai, kwa sababu sisi ni watu ambao wamoja. Hii ni dabi yetu ambao si wametuachia si wazee. Lakini hii issue aliyofanya Yanga mawili, aidha tukikutana nao tutalipa. Yaani hilo walitambue. Kwa hiyo wao wametuonesha jinsi gani ya kufanya, kama walivyotuonesha walivyopeleka mechi yetu Zanzibar. Wewe unachotaka kusema na kwamba kama mwenzako kavunja utaratibu wa kikanuni na wewe unaufuata kwa sababu mwenzako amefanya makosa haya. Ndio mpira wetu. Kwani hata Simba ile mechi asingepeleka kule, lakini ile mechi imeenda kucheza Meja Jenerali Samuyo. Kutokana sisi Yanga walitupeleka Zanzibar, na ndio maana Yanga walikuwa hawana nguvu ya kukataa ule mchezo. Lakini kama labda ingekuwa Yanga mechi yake amecheza Taifa, Yanga Meja Jenerali Samuyo. Unazungumzia swala la uwanja, ni swala ambalo kanuni zipo na zinamfavor timu mwenyeji. Sahihi. Kwa yale masaa yanayotakika kuchagua uwanja atakao utumia kama ana uwanja wake nyumbani. Sasa kwa nini uligeuze swala hili
kwenye issues ya kubadilishia vyumba vya kubadilishia nguo, kwa sababu ni makosa walichofanya Young Africans, si kitu sahihi. Yani unajua issue sio uwanja, yani issue pale mashabiki. Yani Yanga kuitoa mechi Tanzania bara kuipeleka Zanzibar, kuna mashabiki wengi wamekosa kuiangalia ile mechi, kwa sababu dabi inapimwa na wingi wa watu. Dabi haipimwi kwenda kucheza kwenye kiwanja kidogo, na ndio maana unavyosikia Soweto dabi, National dabi, si Manchester United dabi, si Real Madrid dabi, watu wanakuwa wengi, watu karibu 60,000. Kwa hiyo moja, kwanza inaongeza mapato, pili serikali inapata hela, kwa hiyo mtu mmoja mmoja anafaidika. Lakini hata jana ukiangalia pale jana Meja Jenerali Samuyo, ukiangalia facility za ule uwanja kwenye pitch ni sahihi, lakini ukija kwenye majukwaa sio sahihi, na hata nje pia vile vile ukiangalia sio sahihi, kwa sababu ule uwanja umebana. Lakini mimi kwa sababu Simba wamefanya, kutokana na Yanga pia walifanya, naamini kama Yanga wangecheza ile mechi labda Taifa, Yanga asingeenda kucheza Mbweni, lakini kutokana na Yanga wao walishafanya. Kwanza sasa nyinyi hata kama mkikataa, nyinyi bwana, zimetupeleka Zanzibar na ule uwanja pia ni watu 10,000, 12,000. Na ndio maana nimesemaje, kwa kitu alichokifanya Yanga jana, mimi nawapongeza, wameongeza ladha ya mchezo, lakini hii ni risiti tutawarudishia. Yaani wajue kabisa tukikutana nao katika federation hii Azamu Federation au FA, na sisi vile vile tutachagua nyumba karibu, tunaenda kubadilishia nguo na tunakuja kucheza mechi. Kwa hiyo wasilalamike baadaye. Umeelewa? Yani kwa sababu sisi ndio mpira wetu, yani wao wanataka iwe hivyo na sisi tutakwenda hivyo hivyo. Naona siku akisema jamani sisi tutashuka na helicopter, na sisi tutashuka na helicopter. Umeelewa? Mpaka sasa sheria zifuatwe. Na ndio maana hata ukiangalia Simba na Yanga mwanzo kulikuwa hakuna utaratibu mtu mmoja kwenda kufanya mazoezi kabla ya mechi. Umeelewa? Lakini Simba ameleta huo utaratibu, na ndio maana Yanga alipewa uwanja pale kufanya. Leti kama Simba angeuzuia uwanja Yanga kuto kufanya mazoezi, Yanga asingecheza mechi, na kanuni Yanga ingekuwa anafanyaje? Inamruhusu. Kwa hiyo ila mimi nimependa sana vitu ambavyo jana vilivyokuwepo, tukio kubwa sana, tukio ambalo la kihistoria, tokea ikarine ianze ujue haijawahi timu kwenda kubadilishia nguo kwenye nyumba ya mtu. Kwa hiyo asilimia ngapi unampa Young Africans sasa kuendelea kubaki na kile alichokitetea katika msimu wa 24-25? Kwa sababu yeye sio malaika wala Mtume Muhammad, naweza kumpa 60% ya ubingwa. Hizo 40 waachie watu wengine. Yeye nampa 60, Simba nampa 30. Akiwemo na Simba Sports Club ama yani yeye Yanga kama Yanga nampa 60%. Kwa hiyo kwenye 100 zinabaki 40. 40 hapa naganya kwenye timu mbili. Simba nampa 30%, Azamu nampa 10%. Kwa hiyo mimi Yanga hata kama akichukua ubingwa mwaka huu nampongeza, kwa sababu amepata game intensity na amepata kitu bora zaidi ambacho misimu yote alikuwa hapati. Umeelewa sio vizuri? Na hata mimi vile vile najua mwakani kwenye mashindano ya kimataifa nitakuwa bora zaidi kutoka nini? Nimefanya kitu kilichokuwa bora. Na ndio maana hata ukiangalia msimu huu sawa bwana, kwa Yanga mimi nimemfunga chuma 2, goli 2. Na yeye pia akapata goli 2. Zanzibar sasa japokuwa mimi nilishinda, sema kama refari hajaruhusu goli haliwezi kuwa goli. Kwa hiyo kwangu mimi nawapongeza Yanga Afrika, wameonyesha mchezo mzuri. Umeelewa? Yaani pia viongozi wa Simba nawapongeza, viongozi wote. Siwezi kumlaumu uongozi, siwezi kwa jinsi performance ya timu yangu kwa sasa. Na siwezi nikawalaumu Yanga Afrika kwa sababu ile mechi ilikuwa inaenda kuamua bingwa. Kwa hiyo lazima utarajie vituko kama vile. Na ndio maana Yanga alipofungwa chuma 2 nilikwambia, Yanga aligeuka kama vile Muirani. Bwana sasa hivi tushapigwa. Sawa bwana, na kiongozi wetu kashakufa. Umeelewa? Kwa hiyo hapa cha kufanya raia wote twendeni tukaikomboe taifa letu. Na ndio maana sasa hata ukiangalia jamani, leo tunaenda kupiga kwenye gesi, raia wameenda pale. Baada leo tunaenda kupiga siku kiwanja cha ndege, raia wapo pale. Kwa hiyo Yanga wao walishajitoa liwalo na liwe. Kwa hiyo kilichosababisha Simba kuto kupata matokeo kumfunga Yanga mapema pia imechangia. Yaani wao Simba walishajua kabisa mechi tumeshaimaliza, mechi imeshakauka. Kwa hiyo kulikuwa kuna hali fulani ya kuridhika na matokeo. Ya kuridhika kwa mapema, lakini ukiangalia Yanga hajamzidi Simba na wala Simba hajamzidi Yanga. Sema tu ukiangalia katikati magoli, sasa magoli ya Simba yalikuwa bora zaidi kwa sababu yametengenezwa. Magoli ya Yanga kwa sababu wale tayari kwa mechi tujitoe liwalo na liwe. Umeelewa? Yaani kama Muirani bwana, hapa sisi tujitoe. Leo Irani utaiongelea sana kama. Yanga jana wamejitoa. Yani jana Yanga wamejitoa. Yaani hapa ungetamba zaidi ya ulivyotamba Alhamis. Na sisi hapa ndo mashabiki. Yaani mashabiki sisi asili yetu ni kushinda, ni kushinda kutoa sare. Ikitokea umefungwa hakuna mshabiki ambaye anapenda timu yake ifungwe. Na ndio maana hata mcheza kamari yeye anaweza kupata. Mcheza kamari sio kukosa. Mcheza kamari yoyote. Yaani mcheza kamari yeye anaweza kupata. Umeelewa? Na mwenye kamari yeye anawaza wewe unaocheza ukose. Unajua Yanga ana staili kama nyoka. Umeelewa? Ambao ni Yanga hana shukrani. Yanga ukipata nafasi
mgonge kichwani. Ndio maana nyoka hata akenda msikitini ujue anauliwa, akenda kanisani, akenda Ikulu, nyoka hana shukrani. Kwa hiyo Yanga ukipata nafasi we mfunge tu. Yaani bwana, hii mechi bwana, nafasi imepatikana kumfunga Yanga Afrika, mfunge. Yaani usajie tukambeba Yanga, baadaye akaja akakupa fadhila. Yanga waga wanaga, yaani hawanaga shukrani. Na hata wachezaji wanaochezea Yanga na wakumbusha, cheza Yanga, tafuta maslahi yako, ondoka. Yanga hawana shukrani. Kwa hiyo mimi Yanga namfananisha na nyoka. Tumemkosa jana, tumemjeruhi, akapata dawa, umeshanisoma vizuri, akaja akatuzuru. Kwa hiyo Yanga ndio maana nyoka amelaniwa. Yaani nyoka kwa kifupi hata akitokea hapa sasa hivi anauliwa ujue. Nyoka atakitokea hapa sasa, kwanza si wote atukai hapa. Na kila mtu hapa atachukua jiwe, atachukua panga, bali tumuue nyoka, sababu nyoka alishalaniwa na Mungu. Ndio sawa sawa na Yanga. Kwa hiyo mimi viongozi wa Simba nawakumbusha, utakapocheza na Yanga usihitaji fadhila. Yaani fanya kinalowezekana. Hata kama kuna issue yoyote ya kufanya mradi Simba ipate matokeo, fanya. Kutubu kubwa, binadamu kama hujafa, unaweza ukatubu Mungu akakusamehe. Yaani hata ikiwezekana bwana hapa anatakiwa apatikane kiumbe fulani ili mradi Simba ishinde. Nenda kachukue kiumbe chochote, sijasema aina gani. Maana watu labda wanaanza kunichukulia tofauti. Chochote, chochote, kiumbe chochote. Kiumbe. Mradi Yanga afungwe, nenda kafanye. Yanga hawana shukrani. Yanga sawa na nyoka. Nyoka unaweza ukamfukuza, ukamjeruhi, ukamwona akafa, lakini akishapona unajua anakugonga. Dabi haijawahi kuzoeleka, dabi itabaki kuwa dabi. Haijalishi matokeo yatatoka ya namna gani, ila haya yaliyopatikana kwa siku ya jana kwa wanasimba walio wengi imewagusa kwa namna moja au nyingine, kwa sababu zoezi halijafanikiwa moja kwa moja la kupunguza alama 3 zisalie 2, kuona namna gani sasa Simba Sports inaweza ikarudi kupata kile ambacho imekikosa kwenye misimu minne. Sijui kipi kitakachokuwa, lakini 60% ndivyo ambavyo Rajabu Mkono anazigawa kwa Young Africans kutoa ubingwa wa msimu wa 25-26, 30 kwa Simba Sports, 10 akimwachia Azam Football Club. Je, swala hilo linaweza likafanikiwa? Mimi langu jina ni Jafet wa Mipango. Tunaacha hiyo kama swali la ziada, ili tutakapotamatisha msimu tutarudi tena kwa Rajabu Mkono kumwambia 60 zimefanikiwa ama la, au mwenye 30 imetokea maajabu ya lolote naye pia akaingia kwenye hiyo 60. Tutarudi kwa Rajabu Mkono. Lipi unalo la kumalizia sasa kwa wadau, mashabiki wa Simba Sports Club na watu mbalimbali wanaokutazama hivi sasa? Mimi kwanza nawapongeza sana. Sasa hivi watu wananifuatilia sana kupitia WeSport na kuna baadhi ya watu wanakuja DM wanasema niongeze umakini, lakini vile vile hapa tuna kahawa mzuri sana inapatikana Kongo na Mkuguni kwa Dani Kahawa, karibuni sana. Pia watu mbalimbali kubadilishana mawazo, umeelewa, karibuni sana. Bado mpeletu uendelee, lakini mimi kwa vionjo alichofanya jana Yanga nimefurahi sana, japokuwa na sisi tutalipa, ila mimi nimefurahi. Siwezi kwa sababu huo ndio Simba na Yanga. Sasa hicho kama una kitunza ufanye kisasi. Sasa yani na wao pia waumie. Yaani na wao vile vile, yani walichokifanya kama nilivyoumia mimi, kwa sababu haiwezekani wewe ukatoka uwanjani ukaenda kubadilisha nguo kwenye nyumba ya mtu. Umeelewa? Kwa hiyo sisi tunawakumbusha baadaye wasije kulalamika. Umeelewa? Malalamiko hayahitajiki. Tupo kwa Dani hapa mtaa wa Kongo na Mkunguni. Niseme tu asalamu alaikum na uwe na wakati mwema.